Hii siku upepo ulivuma sana kwa nguvu, ukipiga mabati ya nyumba ya Mama Happy kana kwamba ulikuwa unataka kuyaondoa kabisa juu ya kichwa chake. Ndani, mwanga hafifu wa kibatari uliangaza uso wa Happy, mtoto wake, akiwa amelala kitandani kwa uchovu mwingi. Ni saa 2 usiku, Happy alianza kutetemeka hafla, akavuta pumzi kwa shida, kisha macho yake kafifia taratibu. Akaita, "Mama, mama, sina nguvu." Aliongea kwa sauti dhaifu kabla ya kupoteza fahamu. Mama Happy alirusha kibatari chini bila kujua, akampapasa uso. "Happy, mwanangu, fungua macho mama, tafadhali, usiniache." Lakini Happy hakujibu. Alimbeba kwa nguvu za maumivu, akamtoa nje usiku huo huo, baridi ikimchoma miguu. Ukweli ni kwamba Happy alikuwa anasumbuliwa na tatizo la kuzimia kila mara. Mama Happy alipofika zahanati ya kijiji, muuguzi mmoja aliyekuwa amechoka aliwaangalia kwa kero. "Mama, huyo mtoto anahitaji damu, lakini hatuna kianzia cha kumsaidia. Mtapelekaje wilayani saa hizi?" Mama Happy hakujua jibu. Alitetemeka, machozi yakijaa. "Chukua yangu basi, toa damu yangu, mtibu mwanangu." Muuguzi alishtuka. "Hatuwezi kukuchukua damu sasa mama, wewe mwenyewe unaonekana dhaifu." Lakini Mama Happy alimsogelea, akainua mkono wake. "Ninaweza kufa baadaye, lakini mwanangu asife sasa." Walichukua kiasi kidogo walichoweza, lakini kutokwa damu kulimporomoa mwili wake ukawa kama karatasi iliyoloana. Usiku ulipoisha, Happy alipata nafuu kidogo, lakini tatizo halikuisha kabisa. Wakati mwingine alizimia akiwa anacheza nje, wakati mwingine akiwa anasoma darasani. Kila mara huanguka ghafla, mikono yake kilegea, damu mwilini ikishuka kiwango cha kutisha. Walimu walimuita Mama Happy mara nyingi. "Mtoto wako aende hospitali mara kwa mara, hali yake sio nzuri." Mama Happy alikuwa akijibu kwa sauti yenye aibu, "Nitajitahidi mwalimu, nitapambana." Lakini ukweli ni kwamba hakukuwa na pesa hata ya nauli. Mara nyingi alitembea naye kwa miguu hadi hospitali ya wilaya, akimchukua mgongoni kama mzigo wa thamani kuu ya maisha yake. Maisha ya kupata pesa ndio yalikuwa ugumu wa miaka mingi kwa Mama Happy. Alianza kuuza mboga sokoni, lakini mara nyingi alinyimwa nafasi na akina mama wakubwa ambao hawakutaka mtu mpya. Alihamia kwenye kufua nguo za watu. Mikono yake ilianza kuchubuka, baadhi ya kucha zake zikikatika vibaya kwa sababu ya maji baridi aliyokuwa akitumbukiza mikono ndani kila siku. Happy alipomwona akasema, "Mama, kwa nini mikono yako imejaa majeraha?" Mama Happy alijibu kwa tabasamu la uzito, "Ni kwa sababu mama anakupenda mwanangu. Ukisoma vizuri hutawahi kuona mikono yako hivi." Siku moja, Mama Happy alipewa kazi ya kubeba mawe kwenye ujenzi. Mishahara ya shughuli hii ilikuwa duni, lakini hakuwa na pa kukataa. Mchana uliwaka jua kali, mawe yakawa mazito kuliko kawaida. Alibeba jiwe moja kubwa sana kabla ya kupanda ngazi ambayo ilikuwa dhaifu. Ghafla, ngazi ikateleza, Mama Happy akaanguka chini kwa kishindo, mgongo wake ukigonga nondo iliyokuwa sakafuni. Mafundi walicheka wakisema, "Wanawake, si kazi yenu hii." Lakini Mama Happy alisimama taratibu, akafuta machozi, akasema, "Ni kazi yangu kama inanisaidia kumtibu mwanangu." Aliendelea kufanya kazi mchana mzima akiwa anatetemeka kwa maumivu ya mgongo. Aliporudi nyumbani usiku, alikuta Happy anaumwa tena. Alijaribu kumwamsha kwake taratibu. "Happy, mama yupo hapa." Happy alifumbua macho kidogo, akasema kwa sauti dhaifu sana, "Mama, nina baridi, naona giza." Maneno hayo yalichoma moyo wake kuliko majeraha yote aliyowahi kupitia. Hakulala usiku huo. Alikaa mlangoni akitafakari jinsi atakavyopata pesa matibabu kesho, akiomba Mungu amwage muujiza hata wa tone moja. Siku iliyofuata aliamua kutafuta kazi yoyote. Alipofika kwa nyumba moja tajiri, mama mwenye nyumba alimpa nguo nyingi sana za kufua, za watoto, za mume, za wageni. "Ukimaliza hizi zote leo nitakupa 1,500, alisema. Hiyo ilikuwa pesa kubwa kwa Mama Happy. Pesa iliyoweza kununua unga, dawa ndogo na kusomesha Happy kwa siku 2. Akaanza kufua saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Vidole vyake viliumia na damu ikaanza kutiririka. Alijificha nyuma ya tanki la maji na kusema kimoyomoyo, "Mungu niongezee nguvu. Mwanangu ananisubiri." Kwa miezi mingi,
Happy aliendelea kuishi kwa kuzimia mara kwa mara. Kila kuzimia kulimfanya apoteze damu, na kila kupoteza damu, mama Happy alitoa damu yake. Alikuwa amefikia hatua ya kuuza damu hospitalini bila Happy kujua. Daktari alimwambia, "Mama, hii mara ya 3 mwezi huu, si salama kwako." Mama Happy akatabasamu kwa macho yenye uchovu mwingi. "Ni salama kama inamsaidia mtoto wangu kuishi." Siku moja aliporudi nyumbani baada ya kutoa damu, alipoteza fahamu mlangoni. Happy alilia. Majirani walisikia na kwenda kumpeleka hospitali mama Happy kwa fedha za mchango, na baada ya siku chache alirudi. Aliporudi nyumbani, Happy alimuuliza, "Mama, kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unazimia kama mimi mama?" Happy alisema, "Ninafanya lolote kwa ajili yako ili wewe uwe na afya njema mwanangu. Furaha yako ndio furaha yangu." Mama Happy mara nyingi alilala njaa ili Happy ale. Kuna siku alipika ugali kwa kiasi kidogo sana. Happy alipokuja kula, akasema, "Mama, mbona wewe huli?" Mama alijibu kwa tabasamu lisilo na nguvu, "Nimeshiba mwanangu, we kula, kesho una mtihani." Lakini Happy hakujua kuwa mama yake alikuwa hajala, mwili wake ukizidi kuishiwa damu kutokana na kazi ngumu na maisha magumu. Hii siku wakati wa usiku, mama Happy alikaa akimtazama Happy akiwa amelala. Baada ya kuzimia mara ya 5 wiki hiyo, akamshika kichwa polepole, akasema kimoyomoyo, "Mwanangu, nataka uishi zaidi ya mimi. Nataka uone maisha mazuri. Nataka ukomeshe hii historia ya maumivu." Alilia kimya kimya, machozi yakidondoka kwenye shavu la Happy bila yeye kujua. Ukweli ni kwamba watu walijua Happy alikuwa mgonjwa, lakini hawakujua ugumu mama yake anapitia. Miaka mingi, Happy alifanikiwa kumaliza shule ya msingi pamoja na sekondari. Sasa hii siku, Happy alikuja nyumbani akiwa na furaha sana. Alipata fursa ya kujiunga na chuo kikuu. Mama Happy alilia kwa sauti kama mtoto. Alishika kichwa chake na kusema, "Mungu umeyasikia machozi yangu. Mwanangu anaenda kusoma. Ataishi." Lakini faraja hii haikuzika uchungu wa miaka aliyopitia. Mama Happy bado alipambana na maisha kila siku, huku akipambana kumsomesha Happy aliyekuwa chuo kikuu, sababu alihitaji kumtumia pesa za chakula, kuilipia ada na matumizi mengineyo. Alikubali kazi hata zile ambazo wanawake wengine walizikataa. Alisafisha vyumba vya wageni kwenye lodge kwa hela ndogo sana, akiamua kuvumilia harufu mbaya kwa sababu ya Happy. Wakati mwingine alilala chini ya meza ya mamalishe baada ya kufanya kazi usiku kucha ili pia apate hela ya kumnunulia Happy simu. Kila alipopata pesa kidogo, alikimbilia kwa agent wa fedha kutuma sehemu ya pesa hizo. Lakini cha ajabu, mama alipokuwa akimtumia message kama amepata pesa, Happy hakuwa na jibu. Alipokuwa akiona ujumbe huu wa mama yake, aliweka simu pembeni na kuendelea na maisha ya chuo bila kujali kabisa uchungu wa mama yake. Mara nyingi, Happy alikuwa akitembea na marafiki wa mjini. Alianza kuona maisha ya chuo kama sehemu mpya ya hadhi yake. Siku moja rafiki yake alimuuliza, "Happy, mbona hatujaona mama yako hata siku moja?" Happy alicheka kimya kimya akasema, "Mama yangu yupo mbali sana, hana hata muda wa kusafiri, yupo busy sana na kazi." Rafiki mwingine akamuuliza, "Anafanya kazi gani?" Happy akakaa kimya kidogo, akatafuta maneno kisha akasema, Mama yangu na watania bwana. Ukweli ni kwamba mama yangu alifariki zamani sana. Hivyo waga nawaambiaga watu yupo mbali kazini ili maswali yasiwe mengi." Rafiki zake wakasema, "Pole Happy." Happy alitabasamu, akafurahia heshima aliyopata kupitia uongo huo. Na hapo ndipo moyo wake ulianza kuuzoea umbali kati yake na mama yake. Wakati Happy anaongezeka umaarufu chuoni, maisha ya mama Happy yalizidi kuwa magumu. Ugonjwa wake wa kifua ulirudi tena baada ya miaka mingi ya kupuuzwa. Siku moja alizimia sokoni, watu wakakimbia wakidhani ni mtu mlevi. Alipozinduka, alijikuta amelala chini ya meza ya mamalishe. "Mama, unaendelea vizuri?" Mamalishe aliuliza. Mama Happy akasema kwa sauti dhaifu, "Nimechoka. Moyo wangu umechoka." Lakini alisimama tena, akifuta machozi, akaenda kuosha vyombo ili apate angalau shilingi 500 ya kumtumia Happy. Usiku mmoja, mama alimpigia Happy akijaribu kuficha ugonjwa wake. "Happy mwanangu, leo nimekumbuka sana sauti yako." Happy akasema, "Mama, niko busy sana, nitakupigia baadaye."
Mama akasema, "Sawa mwanangu, nilitaka tu kusikia kama uko sawa." Happy akakata simu haraka kabla hata mama hajamaliza kuongea. Mama alikaa akishika kifua akisema kimoyomoyo, "Kama yuko hai, hilo ndilo la muhimu." Kadri miaka ilivyoendelea, Happy alipona kabisa ugonjwa wake. Muda ulienda na alimaliza chuo. Uzuri Happy, akili za darasani zilikuwepo. Alipata cheti cha chuo na nafasi ya kazi kwenye kampuni kubwa sana. Kazi aliyoitamani sana tangu alipoanza chuo. Alipoambiwa amepata kazi, hakuogopa kutoa machozi mbele ya marafiki zake. Kwa sababu ya furaha yake, aliamua kumwambia mama yake. Mama Happy alipopokea taarifa hizi, aliketi chini barabarani na kuzidi kuangua kilio cha furaha. Nimepambana, Happy wangu amefanikiwa." Miaka yote ya maumivu ilimjia kama filamu nzito, lakini furaha ya mwanae ilikuwa nguvu mpya iliyofuta majeraha yote. Happy alipoanza kazi, maisha ya mjini yalimpeleka mbali zaidi na kijiji. Alipata marafiki wa daraja la juu, alivaa suti, akavaa viatu vya gharama, akaanza kula chakula kizuri kwenye migahawa ya kifahari. Na polepole moyo wake ulisahau kabisa jasho na mama yake, majeraha ya mikono ya mama yake na machozi aliyowahi kuyatoa akiwa anafua nguo usiku kucha. Ndani ya miezi michache, Happy aliamua kufuta namba ya mama yake kwenye simu. Mtu alimuuliza kazini, "Happy, wewe unayo familia?" Happy akasema bila hata kusita, "No, I grew up alone, sina mzazi." Wenzake wakamwambia, "Umetoka mbali sana. Hongera kwa kufika hapa bila msaada wa mtu." Happy akatabasamu, akapandisha mabega yake juu kama mtu aliyefanikiwa kwa nguvu zake mwenyewe. Na hapo ndipo zama za kusahau zilianza. Akawa haendi kijijini, akawa hapokei simu yoyote, akawa haombi hata habari ya mama yake wala kumuulizia kwa mtu yoyote yule. Siku zilipita, mama Happy alizidi kuumwa sana, huku akizidi kumtafuta mwanae bila mafanikio, akizidi kuamini kuwa siku moja atamtumia ujumbe au kupiga simu. Siku moja atakuja, siku moja atamkumbuka mama yake. Miaka kadhaa ilipita tangu Happy apate kazi na kusahau kabisa kijiji alichotoka. Wakati huo huo, maisha ya mama Happy yalizidi kuwa mabaya kuliko aliyowahi kuyapitia. Ugonjwa wake wa muda mrefu ulimkumba kwa kasi sana, huku akianza kushindwa kusimama muda mrefu, akikohoa damu mara kwa mara, na mwili wake ukawa mwembamba kama mtu aliyenyonywa nguvu zote. Lakini hata ndani ya udhaifu wake, moyo wake ulikuwa unamtafuta Happy. Alijaribu kupiga simu kila jioni, akisema kwa sauti dhaifu, "Happy, mwanangu, mama anaumwa sana." Lakini simu haikupatikana kabisa. Baada ya siku nyingi za maumivu na kutopata majibu, mama alienda sokoni kuuliza watu wa biashara wanaosafiri mjini kama waliwahi kumuona, sababu Happy alifahamika sana kijijini kwao. Aliuliza, "Nataka kujua anafanyia wapi kazi Happy," alisema. Watu walimtazama kwa huruma. "Mama, mjini si mahali pa watu dhaifu kama wewe. Njia ni ndefu, magari ni makali, huko ni hatari." Mama Happy alitikisa kichwa akisema, "Hata kama nitakufa njiani, bora nifie kumtafuta mwanangu." Hatimaye mfanyabiashara mmoja wa chakula alimwambia, "Niliwahi kufika ofisi moja kwa ajili ya kushughulikia mambo yangu. Nilishangaa sana kumwona Happy. Nilijua atanisaidia, lakini alijifanya kama hanijui. Nikaamua kuachana naye. Ila nitakuelekeza mahali Happy anafanyia kazi." Sasa akawa amemwelekeza pale, na baada ya mama Happy kujua alipo mwanae, alishika kifua chake, machozi yakidondoka, alijisemea, "Happy, mama anakuja." Safari ya kwenda mjini ilikuwa ya maumivu kuliko alivyowahi kudhani. Aliingia kwenye basi lililokuwa limejaa watu. Akakaa kwenye kiti cha mwisho, karibu na injini yenye joto kali. Mwili wake uliungua kwa joto, kichwa chake kilimuuma kwa harufu ya dizeli, lakini hakusimama. Alikuwa akisema kimoyomoyo, "Mungu nisaidie, nipe nione sura ya mwanangu." Maji aliyopewa na abiria mmoja alikunywa pafu moja tu. Alipofika mjini, alishindwa hata kutambua barabara. Milio ya magari, makelele ya watu, moshi uliokuwa ukipaa juu ya kichwa chake, vyote vilimchanganya kama mtu aliyepotea karne tofauti. Baada ya kutembea muda mrefu, alipata mwongozo wa jengo ambalo Happy alikuwa akifanya kazi. Alisimama nje ya jengo hilo kubwa lenye vioo vya kifahari, akayaangalia na akisema, "Happy, mama yako yupo hapa." Alifuta machozi yake, akavuta pumzi ndefu, kisha akaingia ndani. Mara tu alipoingia, walinzi wa jengo walimzuia. "Mama, unamtafuta nani hapa?" Mama akasema kwa upole, "Namtafuta mwanangu, anaitwa Happy, anafanya kazi hapa." Walinzi wakamshtukia kwa sura ya uchovu, wakawa na mashaka. "Mama,
hapa ni ofisi kubwa, watu wa namna tofauti wanaingia. Mama akasema kwa sauti ya chini, mwanangu ni mzuri, ni mwema, ninao uhakika yuko hapa, tafadhali nionyesheni tu. Wakati wakiwa wanamrudisha nje taratibu, mlango wa lifti ulifunguka. Happy alitoka akiwa na suti yake nzuri, akiongea na wafanyakazi wenzake, aliwaka kama mtu wa hadhi nzuri sana. Mama Happy alichukua hatua 3 za haraka, akainua mkono wake dhaifu. Happy, mwanangu, Happy ni mimi mama yako. Huku mama akiwa na tabasamu sana, sauti yake ilivunja kelele zote kwa ndani ya moyo wake. Wafanyakazi waliomtazama wakashangaa. Walimwangalia mama Happy kisha akamgeukia Happy. Happy alisikia sauti lakini hakutaka kukubali ukweli. Alipoona mama yake akiwa amechoka, nguo zimechanika, sura imejaa vumbi na maumivu ya miaka, moyo wake ulitetemeka. Lakini alipowaona wafanyakazi wenzake wakimwangalia huku wengine wakipeana macho ya mshangao, hofu ilimvaa kama aibu iliyokuja ghafla. Mfanyakazi mmoja aliuliza kama anacheka, Happy, huyu ni nani? Analalamika kuwa wewe ni mwanae. Happy akavuta pumzi ndefu, akapandisha mabega, akajifanya mkali. Kisha akasema kwa sauti kubwa, sijui huyu mwanamke ni nani, tafadhali mumtoe nje, simjui mimi. Mama Happy alitikisika kama mtu aliyepigwa umeme. Happy, mbona unaniambia hivyo? Ni mimi mama yako, nimepambana kwa ajili yako, nimekuja kukuona. Happy akasema kwa sauti kali zaidi, mama yangu alikufa zamani, huyu sio mtu ninayemjua, msinitie aibu hapa. Wafanyakazi wakaanza kunong'ona, kumbe stranger tu. Mama yako gani atafika hapa hivi? Happy akazidi kurudia, simjui huyu mwanamke, nitoeni hapa. Walinzi wakamsogelea mama Happy, wakamshika mkono kwa upole. Mama, tafadhali utoke. Lakini mama akakataa, akamshika Happy mguuni. Happy, mama yako anateseka, nisaidie mwanangu, ninaumwa sana mimi mama yako. Alisema hivyo huku akiwa analia sana. Happy akamwangalia kwa macho yaliyojaa hofu ya marafiki. Walinzi, mtoe huyu mwanamke haraka. Wakaivuta mikono ya mama, wakamtoa nje huku akilia kama mtoto mdogo aliyepoteza kila kitu. Mwanangu, kwa nini unanifanya hivi? Alilia kwa sauti ya kuvunja moyo. Mama Happy alianguka nje ya jengo hilo, akashika kifua chake akitafuta pumzi kama mtu anayezama kwenye maji. Alitembea taratibu kwa uchungu, akafika kituo cha basi huku machozi yakifuta vumbi usoni mwake. Alirudi kijijini kwa safari ile ile ngumu, lakini safari hii si ya matumaini, bali ya moyo uliopasuliwa vipande vipande. Alipofika kijijini, mwili wake ulikuwa umejisalimisha kwa maumivu ya moyo. Alianza kuugua zaidi kuliko zamani. Wajirani wakamwona wakasema, huyu mama sasa hali yake ni mbaya, inabidi tumpeleke hospitali. Mama akasema kwa sauti dhaifu sana, mwanangu amenikataa, lakini sitamchukia. Hali ya mama Happy ilizidi kuwa mbaya kuliko mtu yoyote kijijini alivyoona. Siku 3 baada ya kurudi kutoka mjini, mwili wake ulianza kukataa kila kitu. Chakula, maji, hata pumzi zilianza kuwa nzito kana kwamba kila kuvuta hewa ilikuwa vita. Alikaa kitandani akishika kifua, macho yake yakigeuka kuwa mepesi yasiyo na nuru. Alipokuwa akijaribu kuongea, sauti ilikatika katikati kama mtu aliyekufa ndani yake kabla hata ya mwili kufa. Jirani mmoja alimletea uji, lakini mama alikataa, akasema kwa sauti dhaifu sana, mwili wangu umechoka, moyo wangu umevunjika. Alijaribu kuinuka, akashindwa. Asubuhi ilipofika, majirani waliingia ndani kumwangalia. Walimkuta amelala kimya, macho yake yalikuwa yamefungwa kama mtu mwenye usingizi mwingi sana. Walishtuka, wakamuita, Mama Happy, Mama Happy. Hakujibu. Wakamshika mkono, baridi. Walitazamana, wakapumua kwa huzuni ndefu. Ameenda, mmoja akasema kwa sauti ya kulia. Mama huyu amepitia mengi sana. Mungu amemtoa kwenye mateso. Jirani mmoja mwenye huruma akachukua simu yake kwa mikono iliyotetemeka. Ni lazima nimjulishe Happy hata kama hataki kujali, alijisemea. Akapiga namba ya Happy. Simu iliita mara ya kwanza
Happy hakupokea. Ilipiga mara ya pili, akaipokea kwa hasira. "Halo, unataka nini? Nimesema usinitafute." Jirani akasema pole pole. "Happy, umesikia? Mama yako Kabla hajamaliza kuongea, kisha Happy aligundua ni mtu mwingine anaongea naye na si mama yake. Akasema kwa sauti ya chuki, "Huyo mwanamke sio mama yangu. Msinipigie simu tena." Lakini Happy akakata simu kama mtu anayekata mzizi wa mti. Basi baada ya Happy mtoto wake wa pekee kukataa, ilibidi watu wa kijiji walipange mazishi. Hakukuwa na familia nyingine, hakuna ndugu wa karibu. Walimzika kwa heshima, wakimwaga udongo juu ya kaburi lake kwa upole. Wakati huo, Happy alikuwa mjini akila chakula kizuri kwenye mgahawa. Hakuwaza mama yake hata sekunde moja. Alijiona mtu wa hadhi kubwa, mtu wa kuangaliwa, mtu wa kuheshimiwa. Alijisahau kabisa kwamba kila pumzi aliyopata utotoni iliandikwa na mateso ya mama yake. Miezi michache baada ya mazishi ya mama yake, kampuni ya Happy ilianza kuingia kwenye matatizo makubwa ya kifedha. Wafanyakazi walikuwa hawajui wafanyaje. Mmoja aliwaambia Happy, "Nimesikia tunaweza kufungiwa. Nahisi wanataka kupunguza watu, sababu hakuna faida." Happy alichukulia maneno haya kama utani, lakini kadri siku zilivyozidi, mikutano mingi ya wakubwa ilifanyika bila wafanyakazi kuambiwa chochote. Watu walianza kuondoka kwa kushtukizwa. Mshahara ulikuwa unachelewa, akaunti za kampuni zilisitishwa na benki. Siku moja mchana, Happy alifika kazini na kukuta barua ya rangi nyeupe juu ya meza yake. Haina jina la mtu anayempa, haina maelezo marefu. Ilikuwa imeandikwa tu, "Tumelazimika kupunguza wafanyakazi kutokana na msukosuko wa kifedha. Nafasi yako imefutwa kuanzia leo." Happy alitetemeka. Hapana, haiwezekani." Akamkimbilia meneja. "Boss, kuna tatizo hapa. Mimi ni mmoja wa watu muhimu hapa." Meneja alimtazama tu na kusema, "Samahani Happy, hakuna mtu muhimu wakati kampuni inaanguka." Happy akasema kwa hasira, "Lakini mimi sina mtu mwingine, sina familia, sina pa kwenda." Meneja akasema, "Pole sana kijana, lakini kila mtu anapambana kivyake." Happy akakaa chini huku akitetemeka, "Sina mtu. Siku ya kwanza baada ya kufukuzwa kazi, alijaribu kupiga simu kwa marafiki. Wengi hawakupokea. Wale wachache waliopokea walimwambia, "Nipo busy sana, nitakupigia." Hakuna aliyempigia. Alijaribu kutafuta kazi nyingine, akaambiwa kwa sasa watu wametosha. Hakukuwa na yoyote wa kumsaidia. Alikaa bila kazi, bila pesa, bila chakula. Happy alilala njaa. Alitembea mtaa hadi mtaa kutafuta ajira ndogo. Hata kazi za kubeba mizigo alimkataa. Mmoja alimwambia, "Wewe mwembamba sana, huwezi hata kunyanyua boksi moja." Happy aliketi chini ya mwamba wa nguzo ya umeme, akashika kichwa. Mara ya kwanza maishani, machozi yalimtoka bila hiari, yakaanguka chini. Hii siku Happy aliamka na nguvu ndogo sana. Hakukuwa na chakula tumboni. Alitembea taratibu kama mtu aliyepotea. Watu walimkimbia wakidhani ni mwizi au tapeli. Alijaribu kuingia kwenye duka kuuliza kama wana kazi ya kufagia. Mmiliki akasema, "Hatuajiri watu wasiokuwa na makazi maalum." Happy akamwambia, "Tafadhali, hata 500 tu. Sijala mimi." Mama wa duka akamwangalia kwa huruma. "Pole kijana, lakini sina kazi." Baada ya siku nyingi za kukaa mjini akiteseka, akilala njaa, akizurura mitaani bila kazi, bila rafiki, bila mtu wa kumsemesha, Happy alianza kuhisi kabisa uzito wa maisha ukimkandamiza chini kama jiwe lililomgonga kichwani. Alikuwa amechoka kupambana na nguvu ambazo hakuweza tena kuzielewa. Kila mahali alipojaribu kutafuta msaada, alifukuzwa kama mtu asiye na thamani, kama mtu asiye na historia, kama kivuli kilichopoteza mwili wake. Wakati mwingine usiku ulikuwa mrefu, machozi yakitiririka bila hata kujizuia. Alianza kujiuliza maswali aliyowahi kuyakimbia. Kwa nini nilimkataa mama yangu? Kwa nini nilimuita mtu nisiyemjua?
Kwa nini nilisahau utu wake? Kila swali lilimchoma moyo kama sindano yenye moto, na kila jibu lilimrudisha nyuma kwenye kumbukumbu za mama yake, mwanamke aliyewahi kubeba maisha yake mgongoni kama mzigo uliomzidi, lakini hakuwahi kulia mbele ya mwanae. Alianza kumkumbuka mama yake akimfanyia uji mwepesi. Alilia sana kwa yale aliyomfanyia mama yake. Kadri picha zote zilivyomjia kwa kasi, moyo wake ulianza kuumia kwa maumivu ambayo hakuwahi kuyasikia hapo kabla. Hakujua kama hilo lilikuwa ni pigo la hatia au la huzuni, lakini lilikuwa kubwa kiasi kwamba Happy alianza kutetemeka. Bila kupanga, bila kutafakari mara mbili, aliamua na arudi kijijini. Lazima nimwombe mama msamaha, lazima nimwambie ukweli, lazima anirudishe moyoni mwake kabla mambo hayajaharibika zaidi. Alijisemea kwa sauti dhaifu kama anaapa, "Mama yangu, nimekosea sana, sana." Safari haikuwa rahisi. Hakukuwa na nauli. Alitembea miguu mingi kwenda kituoni, akijifanya kama ana shughuli wakati anaangalia magari ya kwenda kijijini kwake. Alipoona lori la mizigo linaenda upande ule, akamwomba dereva, "Nipeleke tu hata juu ya mizigo. Sina pesa lakini nitashuka mapema." Dereva alimwangalia juu chini, akiona nguo zake zilizochoka, uso uliopungua, macho mekundu kama mtu aliyechoka kupambana na dunia. Baada ya kimya kifupi, akamwambia, "Panda tu, msiwe na wasiwasi." Happy alipanda juu ya lori, akaketi juu ya magunia ya mahindi. Upepo wa baridi uligonga uso wake kwa nguvu, lakini haukumuumiza kama ilivyomuumiza nafsi yake. Kila kilomita aliyoisogea, moyo wake ulizidi kushindwa kupumua. Wakati mwingine alijikuta akitaka kushuka na kurudi mjini kwa hofu ya aibu na uoga. Walipofika kijijini, Happy alishuka. Hakutaka hata kupumzika. Aliondoka kwa mwendo wa haraka kama mtu aliyechelewa gari stendi. Njiani aliona miti aliyowahi kuchezea utotoni. Akaona mashamba waliopanda na mama yake wakati alikuwa mdogo. Akaona nyasi zile zile ambazo mama yake mara nyingi alikaa juu yake akiwa amechoka, lakini bado akitabasamu. Alianza kutabasamu huku machozi yakimtiririka. Tabasamu la mtu aliyeumizwa na kumbukumbu nzuri za mtu aliyempenda kuliko yeyote ulimwenguni. Akasema kimya kimya, "Mama, nataka tu nikuone." Alipofika nyumbani, aliona mlango wao umefungwa. Aligonga na kuita, "Mama, mama!" Lakini hakuna mtu aliyetoka kufungua. Aliamua kuzunguka upande wa nyuma ya nyumba yao, na aliona majirani wachache wakimwangalia kwa mshangao mkubwa. Wengine walinong'ona, wengine waligeuka kutazama mbali, wengine waliinamisha macho. Happy aliwasalimia kwa aibu nyingi. "Shikamoni, naomba kuuliza, mamangu yuko wapi?" Jirani mmoja aliyeonekana mzee na mwenye macho yenye huruma akamgeukia polepole. Uso wake ulijaa huruma isiyoweza kufichika. "Happy," akasema kwa sauti ya kuumia, "Mwanangu, ulikuwa wapi siku zote hizi?" Happy akameza mate, akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Naomba tu nimuone mama, niko hapa kumuomba msamaha, niko tayari kufanya chochote, nisaidieni kumuona." Mzee yule alifumba macho kwa sekunde kadhaa, akiwa hana jinsi ya kuanza. Kisha akamwangalia Happy mmoja kwa moja usoni, akasema kwa utulivu unaovunja moyo, "Happy, mwanangu, mama yako alishafariki." Maneno hayo yalimgonga Happy kama radi iliyopiga katikati ya kifua chake. Alisikia kichwa kikizunguka, miguu ikitetemeka, pumzi ikimkatika. Happy alianza kupiga makelele, "Hapana, hapana, hapana, sio kweli. Ananijaribu, sivyo? Mama yangu hawezi kufa bila mimi. Siwezi kurudi hivi." Alijikuta akipiga hatua mbili nyuma, machozi yakimchuruzika, huku akiongea kwa sauti, "Mama yangu hawezi kuniacha bila kuniambia neno moja." Lakini sauti ya mwingine ikatoka nyuma ya nyumba. Mwanamke kijana akisema kwa uzito, "Happy, mama aliondoka miezi 2 iliyopita. Alikufa akikulilia wewe. Alikufa akisema jina lako." Happy alihisi dunia inamzama.
Hakuna sauti aliyoisikia tena, hakuna mtu aliyemuona, hakuna upepo uliopuliza. Aliona ulimwengu ukimgeuka kuwa giza lote. Happy alidondoka chini na kulia kilio kikuu, na hakukuwa na mtu angeweza kumbembeleza. Na hapo ndipo safari ya maumivu yake ya kweli ilipoanza, safari ya kukabiliana na madhara ya kosa alilolifanya kwa mikono yake mwenyewe. Na huo ndo unakuwa mwisho kabisa wa historia yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Je, kwa kosa ambalo Happy amelifanya kwa mama yake, unahisi alistahili apate adhabu gani kwenye maisha yake? Usisahau kusubscribe katika channel hii, kushare story hii, kulike pamoja na kutoa maoni yako. Tukutane tena next time. Bye bye.